Bwana, miongoni mwa taarifa ambazo pengine mashabiki wa Simba wanatamani kuzisikia ni nyota wapi ambao wanawasajili. Lakini so far ninapozungumza kuna taarifa nimezinyaka za kikachero kutoka kule Zambia. Yes, Simba Sports Club wanahusishwa na kiungo wa ulinzi kutoka katika ligi ya Zambia na timu ya taifa ya Zambia pia kwa maana ya Chipolopolo. Yes, huyu ni nani? Huyu ni Owen Tembo. Owen Tembo sio jina geni sana kwa wale ambao wanafuatilia ligi ya Zambia, hata wale ambao wako makini na waliangalia mechi za Simba na Power Dynamos katika msimu uliopita wa 2023-24 kwenye Champions League. Watakuwa mashahidi juu ya Owen Tembo. Alikuwa akicheza kwenye dimba la chini. Cleophas Mulambo alikuwa anacheza kwenye dimba la juu. Yeye alikuwa kwenye dimba la chini kwa maana ya nambari 8. Alafu pembeni au nambari 10 alikuwa anacheza Budo Joshua Mutale. Sasa tukianzia hapo hapo kwa Joshua Mutale Budo. Msimu uliopita wa 2023-24 baada ya kumalizika kwa ligi ya Zambia, Simba Sports Club waliulizia huduma ya nyota wawili. Nyota wa kwanza alikuwa ni Joshua Mutale Budo pamoja na Owen Tembo. Lakini coincidence iliyotokea kwa wakati ule pia, Singida Black Stars, lakini wakati ule ikiitwa Ihefu, na wenyewe waliulizia nyota za hawa wawili, huduma za hao nyota wawili kwa maana ya Owen Tembo na Joshua Mutale Budo. Singida walifanya hadi step kabisa kwa Joshua Mutale, walifanya vitu vingi ikiwemo pre-contract. Wakati ule ikiitwa Ihefu, walishampa pre-contract akimaliza season ili aende kujiunga na Singida, lakini Simba wakaenda kuhijack deal. Na finally tunapozungumza, Budo Mutale ni mchezaji wa Simba. Sasa kwa Owen Tembo waliattempt. Bad luck ni kwamba alikuwa na mkataba wa mwaka mmoja umesalia. Huyu ni mchezaji ambaye ametokea kwenye kikosi cha Konkala Blades, ndo wakamchukua Power Dynamos kwa ajili ya kucheza kwenye dimba la chini kwenye kikosi chao. Na season yake ya kwanza ilikuwa beta mpaka wakaja Tanzania tukaona wakiwa wanacheza na Simba pia, lakini season yake nyingine ndio msimu huu ulioisha kwa maana 2024-2025. Sasa huyu katika season hii ndio amefanikiwa kushinda tuzo ya MVP. Huyu ndio MVP, Most Valuable Player. Most Valuable Player. Yes, mchezaji ghali kabisa, mchezaji bora wa msimu mwaka 2024-2025 wa ligi kuu ya Zambia. Anacheza katika kiungo cha ulinzi. Ni mchezaji fulani ambaye anakupa garantia ya kuwalinda walinzi, kuhakikisha hawapati changamoto. Msimu uliopita Power Dynamos walipoteza baadhi ya nyota wao muhimu, akiwemo Budo Joshua Mutale ambaye naye alikuwepo katika ile orodha ya wachezaji ambao wanapambania au wanagombania tuzo ya MVP. Lakini pia walipoteza mshambuliaji wao tegemeo Andy Bobwa Boyeli, raia wa DR Congo ambaye ameenda kule Afrika Kusini. Hivyo basi iliaminika kwamba timu yao ingetetereka kwa maana ya Power Dynamos ingetetereka, lakini good enough hadi technical staff pia ilibadilika, akaja kocha mwingine ambaye rasilimali alizozikuta akazitumia vema na kuifanya Power Dynamos kurudi tena kileleni na kufanikiwa kubeba ubingwa wa MTN Super League kwa maana ya ligi kuu ya Zambia. Owen Tembo miongoni mwa silaha bora ambazo zimefanya vizuri katika season hii mpaka kushinda hiyo tuzo ya MVP. Endapo Simba wakimnasa, na ikumbukwe huyu mchezaji yupo huru, amemaliza contract yake, ilikuwa inaisha 2025. Kwa hiyo tunapozungumza sasa hivi ni free agent, MVP wa Zambia ambaye ni free agent. Sasa bwana huyu ndo Owen Tembo. Sasa Simba ikitokea wamempata, what next? Simba wakimpata Tembo, what next itakavyokuwa? Tukienda kuangalia hapa katika mazingira ya kimfumo, tutakwenda kuona Tembo wanakwenda kumtumia wapi. Huu ni mfumo wa Simba ambao wanacheza. Huwa wanacheza
2 3 1. Huu ndo mfumo wao wanaocheza Simba. Hapa Kamara, hapa labda Abdurazak, hapa labda Shemalon, huku Zimbwe, na waandika wachezaji wale ambao wapo kwa sasa. Hapa Kapombe, hapa Ngoma. Sasa Mwamba anakwenda kukaa hapa kwa Kagoma, hapa ndo anakwenda kukaa Tembo. Kwa hiyo maana yake kuingia kwa Owen Tembo ndani ya kikosi cha Simba, maana yake anaokwenda kuchuana nao itakuwa ni pamoja na Yusuf Kagoma. Kuna taarifa za kuhitaji huduma wa kiungo wa chini wa klabu ya Binzertin ya kule Tunisia, Abdul Said. Na kuna siku wakati tunaiangalia Simba mpya katika session zilizopita hapo nyuma, tuliwahi kuangalia katika hili eneo, kwa maana eneo la kiungo cha ulinzi, na Abdul Said tulimweka hapa kwamba Abdul Said na Kagoma wote walikuwa wamekaa hapa, but Abdul Said ana mkataba bado na klabu ya Binzertin, maanake Simba kama wanamhitaji inabidi waende kumnunua kutoka kwenye klabu hiyo. Lakini Simba katika hili eneo la kiungo nambari 6 ni eneo ambalo wamestruggle kwa kipindi kirefu sana, wamekosa kiungo wa namna hiyo. Msimu uliopita 2023-24 mnyama hapa alisajili Augustin Okejefa, yes, lakini baadaye wakaja kusajili na Yusuf Kagoma. Lakini wakati wanamsajili Okejefa walikuwa na matumaini makubwa, kwa sababu huyu ni mchezaji bora wa ligi kuu ya Nigeria, ni MVP, hivyo waliamini moja kwa moja anakwenda kuingia kikosi cha kwanza. Backup yake ndio Yusuf Kagoma, lakini Mungu si Athumani, performance na vitu kama hivyo na mambo ya riziki, mambo ya kudra, mambo yakaenda kubadilika. Kagoma ndo akawa anachukua na hii nafasi, kwa maana anacheza hapa, alafu Okejefa akawa apata nafasi ya kucheza katika hili eneo. Sasa basi kinachokwenda kutokea ni nini? Kinachokwenda kutokea, kuna uwezekano mkubwa Augustin Okejefa asiwepo kwenye kikosi cha Simba kwa msimu ujao. Uwezekano huo upo. Wanafanyaje? Replacement. Na hili ni eneo nyeti, ni eneo muhimu. Yusuf Kagoma peke yake, mzigo huu ni mkubwa. Abdul Said ni kwenda kumnunua. Owen Tembo yupo free, anapatikana for free, alafu ni MVP wa ligi ya Zambia. Ligi ya Zambia ni miongoni mwa ligi bora kutoka huku Sub-Saharan. Okay, analyze ligi bora, basi ligi ya Zambia pia utaiweka pengine kwenye top 5. Ligi kuu ya Zambia ipo. Kwa hiyo mchezaji ambaye ka prove katika hilo eneo na ni mchezaji wa national team ya Zambia, Chipolopolo, anaitwa Owen Tembo. Unafikiria kabisa kwamba deal hii ni rahisi sana kwa Simba kwenda kuikamilisha kutokana na vigezo ambavyo vipo, kutokana na mazingira ya mchezaji. Kwa hiyo as it stand kwa sasa, Tembo yupo huru na ndo MVP wa ligi kuu ya Zambia. Nani atamnasa? Timu za Afrika Kusini zinamtolea macho pia. Miongoni mwa timu ambazo zinamtolea macho ni pamoja na Stellenbosch. Stellenbosch wanatajwa kumhitaji Owen Tembo, lakini pia Golden Arrows. Golden Arrows hii ni timu ambayo ina mahusiano mazuri na Power Dynamos. Msimu uliopita walifanya biashara pamoja na Andy Boyeli, mshambuliaji wao wa mwisho Power Dynamos, alikwenda kujiunga na Golden Arrows. Kwa hiyo nani mwenye kisu kikali katika hawa? Na Simba yuko hapo, naye anaingia kwa sababu Simba anaonekana kama ndio priority. Ikumbukwe hizi timu zote ni nzuri, lakini Simba ni bora ukilinganisha hawa wote, bora katika maeneo mengi. Kwenye eneo la kujitangaza na ukubwa wake, kwa sababu hawa wachezaji wanataka sana kucheza kwenye timu kubwa ambazo pia zinalipa vizuri. Of course Stellenbosch, Golden Arrows wanalipa vizuri kama ambavyo Simba wanalipa, lakini ukienda Simba manake umekwenda kwenye Godfather, umekwenda katika timu bora zaidi ya hizi zote mbili ambazo pengine ungeamua kuopti. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye soko lake limepanda sasa hivi, tofauti na kipindi kile ambacho alikuwa anahitajika na akiwa na mkataba na Power Dynamos. Kwa sasa yuko bora zaidi ya mambo yalivyokuwa. Owen Tembo dili yake iko hivyo. Tutakuja kuiangalia tena hapa mambo yatakavyokwenda. Hizi ni tetesi na tutaangalia finally mambo yamekuwa vipi.